Bismillah. Oh, sawa. Naam. Tumefika katika inaitwaje? Masaili ya tayammum, sio? Uko sijui mnasoma? Kwa mnasoma. Bismillah. Watu wasoma. Fa in wajada ma'an la yakfi. Wana tuko hapo ustaz. Leta. Jana tumefanya. Singoje tayammum bado? Mambo ya tayammum. Fa in wajada ma'an la yakfi, ndio hiyo. Fa in wajada ma'an, uanze mwanzo. Bismillah. بسم الله الرحمن الرحيم. السمع الشيخ رحمه الله فإن وجد ماء لا يكفيه وجب استعماله ثم تيمم. kwako ni thumma tayammama kama thumma yatayammam? Thumma tayammam, sawa, haina neno. ويجب شراؤه بثمن مثله إن لم يحتج إليه لدين مستغرق أو مؤنة سفره أو نفقة حيوان محترم. ويجب طلب. kwako hakuna walau fil mustakbal? Sawa, kuna kitu kimepungua kwako. Haina, naendelea. Wajibu talabu hibatil ma'i wasti'aratu dalwin duna tihabi thamanihi walau kana ma'ahu. Hayo inafuata mambo kidogo mengine. Bismillah. Asema Sheikh rahmatullah alayhi, bado tuendelea mambo ya tayammum, na baadhi ya haya mambo tushayataja kwenye kitabu kilichotangulia, na mengine hata yeye Mbarak atakayokumbuka, manake kama tulivyoeleza ambavyo ulikuwa tusoma naye kidogo ni tofauti. Kumbuka baadhi ya mambo. Asema sasa Sheikh, fa in wajada ma'an la yakfihi, lau mtu atapata maji hayamtoshelezi katika kutawadha. Yani manake akitawadha yamtosha tu uso na mikono. Sijana tuliwaambia tutaanza hapo. Yeye amepata maji ni kidogo, yani tuseme kama ni glasi, kikombe kimoja kile. Akiosha uso aitwaje? Yani akitaka kutawadha haimtoshi uso na mikono na kichwa, inatosha tu uso peke yake, ama uso na mikono peke yake, kisha maji yataisha. Hukumu yake nini? Asema Sheikh, fa in wajada ma'an, akipata maji la yakfihi, hayamtoshi, imma hayamtoshi udhu wote, au kama ni kuoga, labda alikuwa yana janaba, maji yanamtosha kidogo tu. Yani maji ya janaba, wewe mfano una chupa moja ile, chupa hii ndogo 500 ml, hata kwa maro haimtoshi. Hata kama maro anaposema tuweza kutumia maji kidogo, ile chupa ya half liter ile haitoshi. Yaitwaje? Kuoga yatosha? Haitoshi. Alhamdulillah, mpaka kwa madhehebu ya maro. Sasa tuseme ile chupa haitoshi, utafanyaje? Utasema basi hakuna haja bwana nioge, acha nitayammum direct, sio? Kwambia la, sikiza Sheikh akwambia wajaba isti'maluhu, ni wajibu hayo maji ayatumie. Ni wajibu hayo maji ayatumie. Na alete vitu vya faradhi peke yake. Afanye vitu vya faradhi peke yake. Asifanye sunna. Uso asioshe mara 3. Kwa ajili ile mara pili na ya tatu ni haoshe tu mara moja. Kisha asisikutue, asitie maji puani, asioshe hata vitanga viwili. Wewe fanya faradhi tu. Tuko pamoja? Amiri? Fanya faradhi peke yake. Sawa? Nasema Sheikh rahmatullah. Wajib asiyamani. Kwa hivyo lazima afanye faradhi, kisha asifanye sunna yoyote. Afanye vitu, yani vitu vya faradhi peke yake. Sawa? Na kuoga ni vile vile. Ataoga, atajimwagia tu uso labda mpaka kifua ndio imefika maji. Mwambie nani? Hiyo ndio unayoweza, basi hiyo lazima ufanye nini? Ufanye. Sawa? Kisha asema Sheikh thumma yatayammam. Na kwako amesema thumma tayammama. Kisha baada ya hapo sasa wajili udhu haujatimia, ama kama ni josho la janaba halijatimia, atafanya nini? Atatayammam. Kule kutayammam ni badili ya vile viungo ambavyo hakuviosha. Tuko pamoja? Watu wengine wadhani bwana madamu maji hayatoshi,
basi story imekwisha. La, ati sasa story imekwisha maana yake acha tu nitayamam, maana yake yale maji hayatoshi. Tukwambia la, tumia yale maji kadri ya itakavokutosha. Imefika kwenye mikono au kwenye mguu mmoja, umeosha mguu mmoja, maji yamekwisha, haina neno, hakuna wasiwasi, tayamam kisha uende ukaswali. Sawa? Sio tayamam mguu mmoja. Hey, kutayamam itakuja namna ya kutayamam. Lakini nafikiri tulitaja kwenye madarasa mkafilika. Kutayamam tulisema ni kwenye uso na mikono tu. Tulisema hakuna kutayamam kwenye mguu wala kichwa. Sio? Tulisema. Tulisema hata mtu ana kidonda mguuni au almuhimu hakuna kutayamam sehemu nyingine isipokuwa ni uso na mkono. Kwa hivyo yeye kutayamam ndio ni kwenye uso na mikono, lakini ni badili ya vile viungo ambavyo hajaosha. Sawa? Hilo ni jambo kweli watu wengi pia huwa wana dhania makosa. Sawa? Masala kabla ya kuendelea, lau mtu ana maji hayamtoshi. Unajua huku kwetu kusema kweli hakuna shida ya maji, lakini najua nyinyi maro labda umekwenda sehemu kuna shida ya maji sana. Ama amiri mara nyingine mko sehemu, ama wale wafugaji wale mara nyingine wako sehemu maji ni shida. Yaani haya masaili labda watahitaji sana. Mfano utapata mtu ana maji lakini yeye ana najisi. Ima amekwenda kujisaidia ama ana najisi kwenye nguo au kwenye mwili. Sawa? Kwa hivyo yale maji ima yanamtosha kuondoa ile najisi au yanamtosha kutawadha peke yake. Unaonaje afanye nini? Ana maji kidogo mfano kwenye ile kikombe. Maana yake ni kidogo. Yale maji yanamtosha ima kuondoa najisi peke yake au kufanyaje? Kutawadha. Afanye nini? Yaani akitawadha ile najisi itabaki. Akiondoa najisi na sasa nguo hazitanao kwa sababu ima nguo ama mwili. Acha kusema unajua kusema nguo unasema basi tutaivua. Haya mwili. Ama ile itaje akiamua kuosha ile najisi hataweza kutawadha. Unaonaje? Afanye nini? Yale maji yatumefanya nini? Kwa nini? Unaonaje? Kwa nini? Sasa fikiria kama fatihi. Kwa sababu anaweza katamamu na ukaswihi. Yaani udhu unabadili. Udhu una nini? Una badili yake, lakini kuondoa najisi hakuna badili, lazima uondoe kwa maji. Tuko pamoja? Tufuata kanuni. Haya. Nzuri. Asema Sheikh rahmatullah alayhi. Wayajibu shirauhu bi thamani al-mithl. Na ni wajibu yale maji anunue kwa thamani ya kawaida, market price. Lakini kabla ya kuendelea, haya masala yaliyopita ni masala ambayo tumeyataja sana kwenye safina. Ni kitu ambacho tumekitaja, lazima tukieleze kwa upana zaidi kidogo. Sisi tumesema mtu akipata maji kidogo lazima ayatumie kwa kadri ya atakavyomtosha kisha tayamam, sio? Hii masala haya sio kwenye masala haya peke yake. Ama hii kaida ama kaida hii ama hukumu hii si katika masala haya peke yake, bali katika masaili yote ya kisheria. Tumetaja masaili mingi. Tumesema mtu mfano anaweza kusimama katika swala ile faradhi, swala ya faradhi. Wakumbuka? Anaweza kusimama dakika kidogo. Anaweza kusimama tu muda ambao unatosha aya 2 za Fatiha. Kisha baada ya hapo atakuwa amechoka kama kisunzi ama tulimwambiaje kuanzia mwanzo wa swala akete. Sema la. Lazima asimame ule muda anaoweza, kisha pale akisikia kisunzi afanye nini? Tumeelewana? Kwa sababu gani? Ule uwezo kama unaweza kufanya kitu kidogo hatutokwambia, yani maana yake uweze kukifanya kikamilifu. Hatukwambia ati madamu uweze kufanya kikamilifu basi kiachecho. Hakuna kitu kama hicho katika sheria. Sawa? Mfano mwingine ni mfano wa zaka za fitri tumeeleza. Pia nafikiri tumezungumza na nyinyi. Si zaka za fitri, zaka zozote. Mtu anafaa kutoa zaka, anafaa kutoa mfano yani anafaa kutoa kama 1000. Hana 1000 ana 700. Zaka labda mwaka huo ni 1000. Yeye ana 700 ama chakula kadri ya kilo 2 tuseme na robo. Yeye ana kilo ngapi? Ana kilo 1.5. Anasema mimi pesa yangu haijafika zaka za fitri ama chakula changu haijafika zaka za fitri, kwa hiyo siwezi toa. Anambia la. Hiyo kilo na nusu hiyo ambayo ndio imezidi, fanya nini? Sio kumbuka tukisema. Kwa hivyo kitu chochote, hukumu zozote ziko hivi. Kadri uwezavyo fanya, ilo bakia inshallah Mungu amekusamehe. Sio useme madamu siwezi kutimiza basi wacha hiyo. Wao wenyewe wazungu wakwambia better half a loaf than none. Heri wewe upate nusu mkate kuliko usipate mkate wote. Kwa hivyo umeweza kufanya kidogo, ile kidogo lazima uifanye. Tuko pamoja? Hii katika masala yote. Sawa. Haya, tuendelee. Asema Sheikh wajibu shirauhu bi thamani mithlihi. Haya, sasa tumeenda kwenye masala ya kununua maji.
akwambia na ni wajibu yale maji uyanunue, lakini bithamani mithlihi, ikiwa yanauzwa kwa ile bei yake ya kawaida. Na kama inauzwa kwa bei ya mfano wake, bei ya mfano wake. Kama yale maji yanauzwa kwa bei ya mfano wake, kawaida yale maji yanauzwa kwa sawa. Afwan, sasa nasema wajibu shirauhu bi thamani mithlihi, na ni wajibu anunue yale maji kwa bei ya mfano wake. Maro sasa naona Kiarabu shaanza kukipata. Mekaribi sana, merudia sana vizuri. Yani tukisema bei ya mfano wake ni ile bei ambayo kawaida mtu akisikia hii ni bei yake ako tayari kufanya nini? Kununua bila wasiwasi. Yani kwa lugha yetu tunaweza kusema ile market price. Bwana maji hapa kwetu kwa Kazengo huwa ni shilingi ngapi? Tuseme mtungi ule lita 20. Si mineral. Ule mtungi nini 20, shilingi 5 labda. Sasa mfano yanauzwa shilingi 5, tukwambia lazima ununue. Yanauzwa shilingi 20. Usinunue. Yanauzwa 10 tu, usinunue. Haina neno. Sheria haikuwajibishi. Ni bora ununue. Hata shilingi 6. Hata shilingi 6. Ulitaja nafikiri. Hata shilingi 6. Sheria inakwambia sio lazima ununue, lakini ni bora. Ikiwa ile pesa iliongezeka ni kidogo, ni bora. Angalia sheria ambavyo yani inatufaidisha mambo. Anasema Sheikh rahmatullah alayhi, wajibu shirauhu bi thamani mithlihi, ni wajibu anunue kwa bei ile yake ya kawaida, lakini in lam yahtaj ilayhi lidainin mustaghriqin, ikiwa yeye ile pesa haihitaji. Angalia bado, ikiwa ile pesa haihitaji kwa deni linalomaliza pesa zake. Mfano yeye ana deni, maskini yule mtu, ndio nina pesa lakini nadaiwa mimi, na ile deni inachukua pesa zote. Deni mustaghriq, yani deni yenye kuenea, ile pesa yangu yote itakwisha, hata kama si sasa, hata kama baadaye. Angalia, hata kama deni sitolipa leo, nitalipa baada ya siku 2-3, haina neno, si lazima ununue. Hata kama ninao pesa na maji yanauzwa kwa shilingi ngapi? Kwa shilingi 5. Angalia namna ambavyo sheria imetusahilishia. Si hivyo tu, angalia au mu'nati safarihi, ama ile pesa anahitaji kununua vitu vya njiani vya safari yake, vitu anavyovihitaji katika safari yake. Twaja kwako wewe hujatwali. Ama labda hatujataja, unajua mimi naweza sema tumetaja lakini labda hatujataja. Au mu'nati safari, ama yeye ile pesa anahitaji kununua vitu anavyovihitaji katika safari yake, na sio lazima katika safari, hata kama uko kwako, lakini ile pesa wahitaji kufanya nini? Kununua chakula, pia hivyo. Sawa. Au nafaqati hayawani muhtaram. Hii ndo sasa inakuja. Au nafaqat, yani au kumlisha hayawan muhtaram, mnyama mwenye kuheshimika kisheria. Yani ile pesa wewe unahitaji kuitumia kununua chakula cha kumlisha mnyama yote mwenye kuheshimika kisheria. Mnyama, sio mwanadamu. Mnyama, angalia hata ng'ombe. Mimi nina pesa, mimi ninao shilingi 5 ya kununua maji, lakini hiyo shilingi 5 nataka nikanunue mboga pale nile. Sawa, nunua mboga, usitawadhe tayammum. Angalia sheria namna ambavyo imetukhafifishia mambo. Sheria si nzito bwana, sheria ni tamu. Basi kunaambia yani hakuna kitu kitamu kama hii sheria yetu. Tena maulama wanasema hata hiyo kulisha ikiwa ni baadaye, yani sio lazima. Manake mfano mimi nataka kutawadha kwa ajili ya swala ya adhuhuri, lakini sili sasa, labda mchana tumtumia amiri, manake amiri ndio yuafunga sana. Amiri amefunga, sawa, hakuna maji, anahitaji kufanya nini? Anahitaji kuswali adhuhuri, lakini ana pesa. Ile pesa yale kwa mpanga kununua chakula cha futari. Chakula hahitaji sasa, sio, lakini maji anahitaji sana. Sahihi. Tumwambia angalia, tawakkal, Mwenyezi Mungu Allahu ar-Raziq, sio Mwenyezi Mungu ndo nini? Ndo mwenye kuruzuku. Mwambia la, kisheria hana wajibu. Hata kama ile pesa anataka kununua nini baadaye, tumwambia kweli, kama wewe unatawakkuli ya kisawa sawa, utasema haina neno, acha mimi ninunue maji na inshallah Mungu. Lakini wewe usijitie sehemu ambayo waweza kufa. Itakuja baadaye, baada ya muda mchache tu, na ushasoma takriban, bado hujaisoma, utaisoma. Itakuja wewe una maji wahitaji kunywa, na vile vile wahitaji kutawadha, kama alivyouliza Amiri. Ati ukasema haina neno bwana, mimi nitatawakkal bwana, acha nitawadhe bwana. Mwambie ni haramu kutawadha.
ikiwa unajua utakufa ama mnyama wako atakufa ama ni haramu kutawadha. Usijifanye ni mcha Mungu sana ukasema mimi nitatawadha bwana, sisi bwana Allah ndio raziki. Allah ndio raziki ndio, lakini ujue mwili wako si wako. Kwa ufupi nakwambia hivi, mwili wako si wako. Tuadhani mwili wetu mimi nitafanya ninachotaka na mwili wako. La. Mwili wako wewe hauumiliki bwana. Mungu ndo anamiliki mwili wako. Uhai wako Mungu ndo amekupa. Unafanya kile anachotaka yeye, sio unachotaka wewe. Atukasema bwana haina neno bwana, hata mimi nife lakini nitawadhe. Sasa wewe una wazimu. Mungu ametanguliza kuhifadhi uhai wako kuliko kufanya nini? Kuswali. Kwa nini? Kwa udhu. Tuko pamoja? Itakuja lakini inshallah Mungu. Anasema au nafakati hayawani muhtaram. Ama ikiwa ile pesa unahitaji kununua chakula ama unahitaji kumlisha mnyama ambaye anaheshimika kisheria. Sawa. Na wanyama ambao hawaheshimiki kisheria tumewataja pale kwenye safina. Wanyama 6. Haya haraka. Bismillah. Mimi chai yangu. Mbwa koko. Sisi tumemwita mbwa koko. Sio mbwa yote. Mbwa koko. Yaani mbwa yule si wa mtu. Anazunguka. Anaudhi watu, anauma watu. Mbwa. Mwingine Salati. Tariku swala, mwenye kuacha swala. Mwenye kuacha swala haheshimiki kisheria. Yaani maana yake tariku swala uko hapa yahitaji maji. Sio maji tu, itakuja kwenye maji. Yahitaji chakula. Mimi nina pesa ya kumlisha. Mwate afilie mbali. Wewe nenda kanunue maji utayaga. Lakini bwana etoaje Muislamu bwana? Ndio Muislamu lakini tariku swala kisirani huyo, mwatilie mbali. Shore zake afilie mbali. Jamani ni sheria. Huyu haheshimiki kisheria. Watu wafurahi, wakasirike, watake, wasitake. Sawa? Hatusemi ati siku za kawaida wakati wa kawaida usimpe chakula, usimpe maji. La. Tunasema hali kama hii. Yaani mfano mimi nina pesa nyingi za kununua maji na vile vile kumlisha. Mlisha ina nani? Mlisha. Huenda ile sababu ya ikramu yako atarudi ashike swala. Lakini sisi tuzungumza katika hii hali hii. Sawa? Mwingine? Nguruwe. Wewe kuna nguruwe hapa. Nguruwe hata kama nguruwe wa mtu. Labda fulani katika Waislamu ana nguruwe, waliyadhu billahi. Hata si lazima awe Muislamu. Kafiri jirani ana nguruwe pale. Yuafuga nguruwe. Usimpe maji kama usimpe chakula ama usiseme bwana hii pesa mimi nayo nafaa kwenda nikanunue maji ya kutawadha ama ninunue chakula cha ule nguruwe atakufa. Mwate afilie mbali. Kafiri mwenye kutupiga vita. Kafiri ambaye yeye parwanja, yani sisi vijana Mombasa sema parwanja, yani wazi anakupiga vita. Wazi anafanya nini? Anakupiga vita. Yeye hana inaitwaje, hafichi. Anapiga vita kama wale tuseme wa Israeli kule Filistini. Usiseme kuwa unajua hii pesa bwana naiweka nitamlisha fulani yule na fulani ni Muisraeli yotupiga vita. Hakuna. Hapewi. Singine mtu ambaye amertadi. Wewe si Muislamu tena? Alortadi, mtu alortadi. Mtu aliotoka katika dini. Pia haheshimiwi kisheria. Wa mwisho zani muhsan, alozini na ashawahi kuoa na akamwingilia mkewe. Mtu ambaye amezini na ambaye ashawahi kuoa akamwingilia mkewe kisha akazini, huyu pia haheshimiki kisheria. Kwa hivyo hawa watu 6 ama hawa wanyama aina 6 sisi hatuwaheshimu kisheria. Wewe hufai kwenda ukamuua. Jamani, hufai kwenda ukamuua tariku swala. Hufai kwenda kumuua murtad. Hufai kwenda kumuua yule mzinifu, yani yule aliozini baada ya hufai kwenda kumuua. Ni haramu, haikuhusu wewe. Hiyo ni kazi ya kadhi. Kadhi akiwa ndio amepewa mamlaka ya kisawa na nini, yeye ndio ana haki. Sawa na intaje utasema process ni ndefu mpaka ufike katika kuuliwa, yule process ni ndefu mpaka afuatiliwe, apewe dalili ya nini. Tuko pamoja? Kwa hivyo mtu asiseme ati ua yeye. Hakuna ua yeye. Sheria yetu haiendi ua yeye bwana. Manake itakuwa ni upuzi sasa. Italeta inaitwaje mizozo na italeta wanasemaje? Italeta kwa Kiarabu wanasema fodha. Mimi nimeghafilika kwa Kiswahili utahitaji wallahi. Lakini yani italeta kutokuwa na mipangilio katika jamii. Mimi nitadai tu fulani yule mtariku swala, nende nikamuue. Nikiulizwa kwa nini umuue niseme? Ama niseme amertadi. Ama niseme yule bwana mipangilio hii mpaka kwa kadhi. Mpaka kwa nani? Kwa kadhi. Tuko pamoja? Haya. Asema shekhe kwangu kwetu ameongeza kitu walau fil mustakbal kwa amiri, yani kitabu chako amiri hajasema walau fil mustakbal. Maana ya walau fil mustakbal ni nini?
hata katika muda unaokuja. Yani ile pesa ya deni nilosema hapa, deni, pesa wewe unahitaji kulipa deni, au unahitaji kununua vitu vako vya njiani vya safari, ama kulisha mnyama ambaye anaheshimika kisheria, walau fil mustakbal, hata kama hivi vitu wewe vihitaji katika zama zitakazo kuja, yani muda ambao utakuja. Kwambia si lazima bwana ununue maji, ruhusa bwana, ile pesa wewe iweke na ufanye nini, utayamama uswali. Lakini bwana sasa hivi sihitaji, haina neno, hata kama baadaye, haina neno. Sawa. Kisha asema shekhe, wayajibu talabu hibatil ma'i. Sasa anasema masala mengine sasa, na ni wajibu wewe kuitisha ama kuomba kupewa zawadi ya maji. Unajua sheria haikuja kumdhalilisha mwanadamu. Hizi ahkam ukija ukizifikiria zote wewe utashangaa namna ambavyo Mungu ametokea. Alhamdulillah. Unaona wewe maro unaweza kuwa bwana watamani kwenda hija. Watamani kwenda hija. Sawa? Na wajua mimi ni tajiri. Inshallah Mungu asitupe utajiri wa hapa. Inshallah. Mimi naitakidi afadhali tusipe utajiri wa hapa. Kila mtu na khiari yake. Mungu atubarikie hivyo vidogo ambavyo tutapata ama tutakavyopata, tubarikie. Iwe yatutosheleza na haitutoi katika malengo haya. Sasa mfano, atasipige mfano na mimi, sitaki mfano huo. Mfano Amiri ndo mtajiri, maana yake ana wanyama ajabu. Mara yajua Amiri ni tajiri, na yajua Amiri ni rafiki yake. Lau akimwambia bwana Amiri, hebu nipe laki kadhaa niende hija, Amiri hawezi kukataa. Bila kusita, Amiri atafanya nini? Atampa. Wewe una hakika. Je, lazima uende ukamwombe wewe? Yaani una hakika ukienda utapata. Una hakika. Tena una hakika hatakuwahi kukudhalilisha. Amiri hawezi kudhalilisha. Atanipa na ataficha kuwa amenipa labda. Kwenda. Sio lazima aende. Angalia. Sio lazima uende. Wewe hija bado kwako si lazima. Hata kama una hakika mimi nikienda yule atanipa, tena hanipi deni, atanipa bure, si lazima uende. Kwa sababu sheria yajua jambo kama hili linaweza kukudhalilisha wewe baadaye. Lau ukaja ukakosana naye huyu, sio ukakosana naye, labda hata hamjakosana. Aweza kuja, bwana, yule bwana unajua mimi ndo ninampeleka hija. Yule bwana ile kanzu mimi ndo ninampa. Kuna udhalilifu, hakuna udhalilifu? Udhalilifu. Sheria haikuja kukudhalilisha mwanadamu. Umwatilie mbali. Kwa nini udhalilike wewe? Wewe kazi yako ni kudhalilika kwa Mungu, sio kudhalilika kwa wanadamu. Basi hapa kwa ajili ya hiyo ndo sasa shekhe akwambia wayajibu talabu hibatil ma'i. Wewe ni wajibu ufuate ama uitishe ama uombe mtu akupe maji. Unao, ni lazima uitishe. Kwa sababu kwenye maji kweli kuna uzito. Yaani mimi nikija nikwambia mara bwana nisaidie maji ya kutawadha, wewe hata baadaye mmeketi pale maskani ama njiani waweza kuniringia, bwana yule Ahmed mimi ndo ninampa maji ya kutawadha. Huwezi kuringa. Ushaelewa sasa. Lakini upande wa pesa inaweza kuwa sababu ya kudhalilika ama si sababu. Lakini wewe umenipa maji ya kutawadha, nenda katangaze Mombasa nzima. Kwanza wewe ndo utadhalilika. Utachekwa kweli. Yaani watu watakuona kama una wazimu atiwaringa kuwa umempa mtu mwingine maji. Yaani hakuna udhalilifu. Kwa sababu hakuna udhalilifu, basi ni wajibu utafute. Sasa angalia, hali ni tofauti. Wewe una hakika huyu ana maji na anaweza kupa bure, ni lazima muombe. Bwana, saidie maji. Maana pale hakuna udhalilifu wote. Tumeelewana ama hatujaelewana? Haya, akwambia shekhe, wayajibu talabu hibatil ma'i. Na ni wajibu mtu aitishe zawadi ya maji. Haya, masala haifai kuwa wewe una maji ya kutawadha, mimi sina, wewe unahitaji kutawadha ati ukanipa. Ukasema bwana unajua ninamtanguliza ndugu yangu Muislamu. Hakuna upuzi huo. Katika masala ya kutawadha humtangulizi. Pendelea kheri mwenzangu. Sio kama tumeelewana? Wewe unahitaji na mimi nahitaji. Wewe ndio unayo. Usinitangulize ati nimekutanguliza. Wewe unahitaji kunywa na mimi nahitaji kunywa. Waweza kunitanguliza. Hata kama utakufa. Waweza kunitanguliza pale. Lakini katika kutawadha, wewe kwanza pale katika kunywa. Kwa nini wanitanguliza? Kwa ajili utaka thawabu, utaka thawabu. Sasa wewe si afadhali utawadha utapata thawabu pia. Ukinywa upate thawabu. Ukinywa alhamdulillah umeishi.
Tumeelewana? Katika kunywa maana zaidi ni haki yako, basi waweza kunipa mimi ninywe hata kama utakufa, haina wasiwasi. Inshallah Mungu atakulipa. Lakini katika kutawadha tukwambia lazima utawadhi. Usinipe mimi useme ati bwana ninamtanguliza yule. Hata mimi nitayama mshori zangu kwa nini? Tumeelewana? Haya, asema wajibu talabu hibatil ma. Na ni wajibu kutafuta zawadi ya maji. Na pia wasti'ara wajibu talabu hibatil ma wasti'aratu dalwin. Wasti'aratu na ni wajibu pia kwenda kuwazima ndoo. Mfano maji yako lakini huna ndoo. Maji yako sehemu pale huwezi kuyachukua isipokuwa kwa ndoo. Huna ndoo. Basi lazima uende ukaitishe ukaombe ndoo. Wewe ukaenda kuomba ndoo, kuna aibu kweli? Pia hakuna aibu, ndio tumekwambia nenda kaazime. Ndoo nenda fanya nini? Nenda kaazime. Sawa? Lakini nakwambia duna tihabi thamani hii, angalia. Bila ya kuomba thamani ya maji. Kuomba maji lazima uombe. Kuomba ndoo, kuazima ndoo lazima uwazime. Lakini duna tihabi thamani hii, sio wajibu wewe uende uombe pesa ya kununua maji. Amiri hana maji lakini ana pesa kama uchafu. Nenda kamaombe hiyo shilingi 10. Ni wajibu, sio wajibu. Kwa sababu atawahi kuja kuringia. Hata kama hatosema mmempa pesa ya kununua maji, sema mmempa pesa. Atakuringia na wewe utaudhika. Sheria haitaki udhalilike mbele ya wanadamu. Basi ikiwa ni pesa, kwambia duna tihabi thamani, yani pesa bwana si wajibu wako wewe uende ukaombe hapa. Hata kama unajua atakupa. Waweza kwenda ukitaka mwenye shauri zako, lakini usije baadaye ukalaumu kuwa sheria ndio inifanye nidhalilike. Ndio kukopa. Naam? Kukopa. Na akisema hivyo akitangaza mwenyewe akisema yeyote atakayekuwa na shida ya maji, mwenyewe ataka kununua aje, mimi nitapata pesa kwa kununua, mimi nimesema kutoka leo. Nakwambia mwanadamu atasema, lakini siku mkije mkikosana atakudhalilisha. Tumeelewana? Mwanadamu. Haya. Sasa asema masala mengine. Walau kana ma'ahu ma'an. Walau kana ma'ahu ma'un, afwan. Endelea. Mpe somo kidogo. Mpe somo. Walau kana ma'ahu ma'un. Kuna swali moja. Bismillah, swali. Hizo tuendelee. Nimesikia kama yani kama mtu anajitolea yani anataka hija yani wewe kudhamini. Hiyo kwako ni lazima kwenda. Si lazima. Kwa hiyo unaweza kataa mtu. Lazima. Akwambia yule mtu wewe utarudi siku mtakosana. Siku wenye marafiki huwa kila kitu cha kaani kizuri. Jamani, si mume na mke wameoana, wanapendana, wanapata watoto, lakini siku wakikosana zile aibu zitakavyo. Sasa maisha mwanadamu ni hivyo. Sasa sheria haitaki kuja, yani sheria imewekwa kwa namna ambayo baadaye wewe usije ukalaumu sheria ati ndio imekuharibia jambo fulani. Hapa imeniharibia heshima yangu. La. Wewe kazi yako katika sheria ni kumnyenyekelea Mwenyezi Mungu, sio kumnyenyekelea mwanadamu yoyote. Sawa? Haya, bismillah. Soma walau kana ma'ahuma, tuharakishe kidogo time. Walau kana ma'ahu ma'un yuhtaju ilayhi li'atashi hayawanin muhtarami walau fil mustaqbal. Wajaba tayammum. Atayammum ndio. Asema Sheikh rahmatullah alayhi. Na ikiwa mtu ana maji, walau kana ma'ahuma, na ikiwa yeye ana maji, sasa ndo masala yake Amiri ameuliza. Ikiwa yeye ana maji, yuhtaju ilayhi, hayo maji yanahitajika li'atashi hayawanin muhtaram, kumnywisha mnyama ambaye anaheshimika kisheria. Imma wewe mwenyewe kunwa au mtu yoyote ambaye anaheshimika mwanadamu, hata kama si Muislamu. Madamu hatupigi vita, haina neno hao. Mnyama, ng'ombe, mbuzi, kondoo, kuku, wanyama wote, paka, wanaheshimika kisheria. Sio? Asema Sheikh li'atash hawan muhtaram, asema walau fil mustaqbal, hata katika zama zitakazo, yani katika wakati baadaye, yani hata baadaye. Akwambia sio ati inafaa kutayamama, sio ati ni ruhusa kutayamama. Sikiza jawabu, wajaba tayammum, ni wajibu kutayamama, ni wajibu, ni lazima.
Usiseme kuwa watu bwana mimi ngangari bwana watanife lakini nitawadhe. Sasa wewe umekuja umejiletea sheria wewe. Wewe Mungu amekuwekea badili ya nini? Badili ya udhu kwa hali kama hii. Ameshakuwekea hii ndo badala ya udhu. Usije ukajifanya wewe sasa wajua sana, waacha bwana nife lakini mimi nitawadhe. Sasa umefanya nini? Sasa kuna haja alikuwa Mungu akuwekea tayamam. Mungu ashakuwekea. Kwa hivyo ni wajibu mtu atayamam. Akijua kuwa mimi nisipokunywa nitakufa, lazima afanye nini? Atayamam. Ukijua kuwa huyu mnyama mimi nisipompa ng'ombe, nisipompa atakufa, lazima wewe utayamam na yeye umpe maji anywe. Ng'ombe maji hata mtosha nini? Hata mtosha nini? Kuna. Sasa manake imbaki kidogo. Ndo au la umpe zaidi. Manake angalau labda ile dakika 5 ambayo wewe umemuongezea maji lakini sasa subhanallah, lakini swali zuri kusema kweli. Wewe wajua maji hayamtoshi, lakini madamu ni maji yatamuongezea muda, basi lazima umpe. Sawa? Na kitumana kidogo atapata nguvu kidogo, anaweza kungoja yani kama dakika 10 zaidi, labda baada ya hizo dakika 10 kutatokea nusra, sio? Lazima wajaba tayammum, ni wajibu huyo mtu afanye nini? Atayammum. Haya. Kisha sasa asema wala yatayammamu lilmaradhi, na mtu hatayammum kwa ajili ya maradhi. Utachukua usomo. Chukua usomo. Jizoeshe. Wala yatayammamu lilmaradhi. ولا يتعمم للمرض إلا إذا خاف من استعمال الماء. kuwasha kumbe lazima kupoteza. ولا يتيمم للمرض amepoteza. Anaonekana nitakuwasha. Umeenda mbali sana. ولا يتيمم لا اله الا الله تيمم ile mwangaza unaenda chini. In khafa min istimal alma. Haya. ولا يتيمم للمرض ولا يتيمم للمرض على نفس أو منفعة أو منفعة عضو أو طول المرض أو حدوث شيء قبيح في عضو طاهر. Haya masala tushataja. Ukumbuka mara tukisema kuna mambo 6 wewe ukiogopa kwenye mwili wako ndio unaruhusa kufanya nini? Wakumbuka? Ndio haya basi. Asema shekhe wala yatayammamu lilmaradhi, na huyo mtu hana ruhusa ya kutayamam kwa ajili ya maradhi illa isipokuwa akiogopa haya mambo, illa idha khafa, isipokuwa akiogopa haya mambo ambayo tutayataja. Na haya kwa Kiarabu yanaitwa mahdhuratu tayammum, yanaitwa mahdhurat at-tayammum, yani mambo ambayo yanaogopewa mpaka yanakupa ruhusa wewe ufanye nini? Utayammum. Sawa? Haya anasema yametaja kama manne, tutaongeza mawili ambayo hajayataja. Ya kwanza kwamba illa idha khafa, ikiwa isipokuwa yeye akiogopa. Na huku kuogopa kwanza, hebu tubainishe. Anaogopa vipi? Anaogopa tu amefikiria? La, anaogopa ikiwa ameambiwa na daktari muaminifu, daktari mwadilifu, amwambia bwana angalia, ukitumia maji utatokea moja katika haya mambo. Kuna uwezekano kiungo kitakatika, kuna uwezekano utakufa, kuna uwezekano. Kuna watu wengine utatemeka kioga usiku. Kutetemeka si nini? Kutetemeka haiko hapa. Ndio tutaona sasa kutetemeka iko ama hakuna. Ile kutetemeka iko hapa ama hakuna. Manake haya mambo ndio mambo yanakuruhusu wewe utayammum. Vizuri sana swali hilo umeuliza. Yaani kuna mtu akitumia maji anatetemeka. Akitumia maji usiku anatetemeka. Je, hiyo ni sababu ya kutayammum ama sababu? Si sababu, tuangalie. Asema jambo la kwanza illa idha khafa, isipokuwa akiogopa min istimali alma, kutokana na kutumia maji ala nafsi. Yaani anaogopa kwa nafsi yake, maana anaogopa kufa. Sawa? Au manfaati udhwin, ama kuogopa manufaa ya kiungo. Yaani anaogopa kiungo labda kitapoza. Anaogopa kiungo kitaparalyze. Kitumia maji mimi daktari yule ananiambia kadhaa. Sawa, nani? Sawa? Au manfaati udhwin, sawa? Au tul almarad, ama kurefuka kwa maradhi.
Sawa? Yani yeye alikuwa ni mgonjwa homa yenyewe kawaida achukua wiki. Lakini yeye akitumia maji itachukua siku 14. Anambia pale pia ana ruhusa. Asifanye nini? Asitumie maji. Ana ruhusa atayamam. Sawa? Kuna jambo ambalo yeye hajataja hapa. Yeye amesema hapa kuogopa manufaa ya kiungo, sio? Yaweza kuwa pia aogope kiungo chenyewe kupotea kabisa, yani kiungo katika labda. Kuna ugonjwa kitambo nafikiri ukiitwa ukoma. Siku hizi huko tena sana. Na nafikiri imepatikana tiba yake. Ni ugonjwa utaona vidole pole viungo vinakatika maskini. Kitambo ilikuwa ikiathiri maskini, ukipatikana nayo ujue ndio umekwenda. Baada ya muda mtu anakufa. Sasa ugonjwa huo wa ukoma, mfano wewe mtu amepatikana na ugonjwa wa ukoma. Akamwambia daktari akamwambia ukitumia maji mkono utakatika, utaanguka. Waanguka hivi ni maskini, subhanallah. Mungu atuepushe na magonjwa kama haya. Hukumu yake ni akamwambia usitumie. Kwa hivyo la kwanza tumesema aogope nafsi. Pili aogope kiungo chochote kwa kukatika. Tatu ni kuogopa manufaa ya kiungo kupotea. Yaani manake kiungo kipo lakini kimepoza. Sawa? Ya 4 ni maradhi kuwa marefu. Kuna nyingine ambayo pia yeye hajataja ni uchungu wa maradhi kuzidi. Sio ati maradhi yamekuwa marefu lakini uchungu umezidi. Yeye anajua hata nikitumia maji maradhi hayatakuwa marefu. Yaani haitochukua zaidi ya wiki mimi nitapo. Lakini naogopa uchungu uzidi. Ule uchungu ninaosikia kwenye kichwa ama kwenye kifua ama kwenye nini, uchungu utazidi. Nakwambia pia hii ni sababu ya kufanya nini? Kusemeka. Hilo ni jambo la 5. La 6 yatalitaja. Asema au huduthi shay'in fahishin au huduthi shay'in qabih afwan. Yeye ameandika au huduthi shay'in qabih, sio? Amiri. Au huduthi shay'in qabih. Hii ni katika sababu ambayo huwa yani nakwambia ni miongoni mwa mambo ambayo yananifurahisha baada dini yetu ilivyotusahilishia. Wakumbuka jambo la 6 maro, sio? Yani ama kuzuka kwa jambo linalotisha. Huduth ni kuzuka. Shay'in kitu ambacho si kizuri. Kitu ambacho kinakera, kinaudhi. Qabih ni kibaya, kichafu ama kinachokera, sawa? Lakini fi udhwin dhahir, katika kiungo ambacho kiko wazi, kinachoonekana. Maana yake nini? Ima unaogopa nafsi yako kupotea, au unaogopa kiungo kupotea, au manufaa ya kiungo kupotea, au kuogopa maradhi muda wake kuzidi, au kuogopa uchungu uzidi, au unaogopa, huogopi hizi zote lakini unaogopa tu kuna kitu chaweza kutokea kwenye mkono wako hivi. Yaani wewe daktari anakuambia angalia wewe bwana una allergy fulani, ukitumia maji basi hapa wewe si ni mweupe labda, basi hapa kutakuja weusi. Yaani mtu yote ambaye kawaida ni mweusi kisha kuna sehemu kuna weupe, ni kitu kina kera ama hakikeni? Kina kera. Ama mtu ambaye ni mweupe kisha na kitu cheusi, ni kitu kina kera ama hakikeni? Ama unapata sehemu iko kawaida lakini kuna sehemu imefanya kama kusinyaa. Unajua maana kusinyaa? Yaani imefanya kama kukunjana hivi. Ama sehemu iko dry sana, yani haina maji, imekauka. Ama sehemu nyingine iko maji sana. Yule ni ugonjwa. Yaani je, kuna uchungu wote pale? Hakuna uchungu, subhanallah. Lakini kwa ajili ni jambo ambalo wanadamu wa kawaida maskini atakereka, basi umepewa ruhusa bwana. Usitumie maji bwana. Madamu waogopa moja ya mambo haya 6. Na miongoni mwao ni hili. Lakini sharti hili la mwisho ni iwe katika kiungo ambacho kimedhihirika. Maana mfano iko ndani ya tumbo, sio ndani ya tumbo, yani kwenye tumbo hapo. Kwenye tumbo hiki ni kiungo ni cha siri, kimefichika, sio? Basi pale hatukwambii nini. Lakini iko kwenye uso, si lazima utumie maji. Si lazima ufanye nini? Si lazima utumie maji. Lakini jambo ambalo nilikuwa nataka kutanabaisha ni kuwa maradhi hapa si maradhi yote, vizuri umeulizeni swali. Ni maradhi ambayo yana nini? Hayahimiliki kikawaida. Tukisema yani hayastahimiliki kikawaida. Sio maradhi waumwa tu na ukucha. Ushaelewa? Ni maradhi akhi. Sio umwa na kichwa kidogo tu hivi. Wasema mimi nikitawadha ati kuumwa na kichwa kutaongezeka kidogo na kichwa hata kiumwi sana. Sio. Maradhi ya kisawa sawa. Ndio yale tukasema ya kutetemeka. Tunatetemeka si maradhi. Si maradhi. Kwa hivyo ile si udhuru. Ile si nini? Si udhuru, sawa? Kisha tumesema hapa la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Ndio. Mtu kama huyu ndo atatayamam. Sawa, mtu kama huyu ndo atafanya nini? Ndo atatayamam. Isipokuwa yani mtu ikiwa anaogopa nafsi yake, yani anaogopea nafsi yake, anaogopa kufa, inakuwa sio
ruhusa atayamam, ni wajibu atayamam. Ikiwa anaogopea Anaogopea kufa, inakuwa tena si ati ni ruhusa kutayamam. Unaona kama ile wewe ukiwa waogopa kuwa labda mkono wangu ngozi kidogo itabadilika hivi, itatishatisha, mimi nitakuwa sipendezi, watu wengine watanidharau. Mungu amekupa ruhusa, ukitaka tayamam, ukitaka tawadha. Lakini usije ukalaumu sheria ndio ni hatutaki sisi, hatutaki wewe ile sheria uichukie. Tunataka kujua sheria iko hapa kwa maslahi yako ya dunia na ya akhera. Sawa? Sasa tu ukiwa waogopa kufa, hapo hatukwambii una khiari. Bwana, daktari amekwambia ukitumia maji wewe, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, haramu utumie maji. Haramu utumie maji. Useme bwana mimi nitatawakkal bwana. Tatawakkal. Mwenyezi Mungu ndiye mwenye kuhuisha na Mwenyezi Mungu ndiye mwenye kufi. Lakini amekwambia uchukue sababu. Uchukue sababu. Sawa? Naam, kesho inshallah, kesho ni Jumatano, kesho ni jaula, haiwezekani. Kwa hiyo inshallah darasa ijayo tutazungumzia mtu ambaye anatayamam kwa ajili ya baridi. Mtu ambaye anatayamam kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya baridi. Hapa hatujazungumzia, sasa nafikiri itakuja ile nini ya amiri. Amiri itakuja kadhi ya kutetemeka. Tutakuja tueleze. Kuna watu wengine akigusa maji usiku. La, hiyo kutetemeka si kutetemeka tu, yani ni mpaka iwe ni ugonjwa kisawasawa. Na kutetemeka tu kusema ukweli haitoshi, lakini tutaona inshallah. Sawa. Sallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah awwalan wa akhiran.